nataka nihubiri kuhusu kuwa mwaminifu. Ambia mwenzako kuwa mwaminifu. Mwambie na sauti. Mwambie kuwa mwaminifu. Revelation chapter 3 verse 7 to 12. Soma katika jina la Yesu. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Ufunuo wa Yohana 3:7 hadi 12. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. 8. Na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. 9. Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitafanya wale kukusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. 10. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. 11. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. 12. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao toka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Bwana libariki neno. Asante Baba Mwenyezi Mungu. Baba, nitumike kama chombo kwa jina la Yesu. Fungua mioyo ya watoto wako kwa ajili ya neno hili. Tunapokuwa uaminifu, Baba Jehova, tusaidie tuwe uaminifu hadi kifo, hadi kurudi kwake Bwana, hadi siku ya tarumbeti, hadi kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Tuwe uaminifu kwa Mungu aliye hai. Asante maana waweza, na ni kwa Kristo Yesu nimeomba. Amen. Asante, tuketi. Kitabu ambacho tumesoma neno la Mungu ni kitabu ambacho kinaitwa Revelation kwa Kiingereza, ama kitabu cha ufunuo wa Kristo katika mtume wake Yohana. Yohana anaona mambo mengi akiwa katika kisima cha Patimo. Kisima cha Patimo ni mahali ambapo hapakuwa paraha. Ni mahali ambapo watu walikuwa wanashikwa, wanafungwa, wanapelekwa huko. Ilikuwa kama gereza. So Yohana alipohubiri Yesu, mfalme akakasirika. Mfalme ambao ulikuwa na uongozi ukakasirika, ukamchukua wakampeleka kumfunga katika kisima cha Patimo. Kati ya mitume 13, ndiyo, kati ya mitume 13 wa Yesu Kristo, Yohana peke yake ndiye mtume wa pekee ambaye hakuteswa. Yeye alikufa katika siku zake za uzeeni. Alizeeka tu na Baba akamuita mbinguni baada ya kuandika kitabu cha Injili ya Yohana, baada ya kuandika barua ya kwanza ya Yohana, barua ya pili ya Yohana, barua ya tatu ya Yohana, na kitabu cha na barua ya Yohana, na kitabu cha Revelation ambacho ni kitabu cha unabii cha pekee katika Agano Jipya katika Biblia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingine tukiangalia tunajua Yesu yu hai. Vile anavyookoa watu wake, bora tu uwe mwaminifu kwake na utaona miujiza yake. Bwana Yesu asifiwe. Yohana, nimesema mitume wa Yesu 13 kwa sababu walikuwa 12, ndio ninajua, lakini kuna mmoja ambaye Kristo alimteua akaongeza kati ya wale 13, 12, anaitwa Sauli. Alikuwa mtume wa hatari sana, mtume wa Yesu Kristo ambaye alihubiri Injili, akaandika barua nyingi ama vitabu vingi katika Agano Jipya. Amen. Yohana akiwa katika kisima cha Patimo, naona ya kwamba Kristo alianza kumuonyesha mambo ambayo inahusu makanisa 7 ambayo yalikuwa katika ulimwengu. Amen. Na katika makanisa 7
kanisa Yesu alianza kumfunulia Yohana vile hilo kanisa lilivyo. Kila kanisa Mungu alikuwa anafunua jinsi lilivyo. Kuna makanisa hayo ukiangalia katika mlango wa 2 mstari wa 3, mlango wa 3, utakuta hayo makanisa yametajwa. Kuna kanisa la Philadelphia ambalo tunataka tuangalie, kuna kanisa ambalo la Laodicea, kuna kanisa ambalo ni Sardi, kuna kanisa la Efeso, kuna kanisa la Pergamos, kuna kanisa la Thyatira, alafu kuna kanisa la Smyrna. Na makanisa haya yote, kila kanisa lina udhaifu wake, na kila kanisa lina mabaya yake, na kila kanisa lina uzuri wake. Amen. Lakini kanisa ambalo nataka tuangalie, kwa sababu na uaminifu wa kanisa la Philadelphia, Mungu analipongeza na analiambia kwamba lishikilie sana lililo nalo, kwa sababu yeye anaenda kurudi upesi. Hata leo nazungumza kwa kanisa la Cornerstone ya kwamba kuna udhaifu kati yetu, kuna uzuri kati yetu, lakini yale mabaya tunapotubu na tunapomrudia Mungu aliye hai, ambaye alikuwa na evaluate kanisa la Philadelphia, leo anataka evaluate kanisa la Cornerstone kwa ajili ya kujilia kwake. Na yeye ambaye atakuwa mwaminifu kwake Yesu, yeye ambaye atakuwa mwaminifu kwake Kristo, yeye ambaye atakuwa mwaminifu kwa neno la Bwana, yeye ambaye atakuwa na matendo mema, hata tarumbeta inapolia, Yesu atakaporudi tena, tutaenda kumlaki hewani. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Na Yohana anasema juu ya kanisa hili, anasema kwamba kwa kanisa la Philadelphia, malaika ambaye anatumwa katika kanisa hilo anasema. So inamaanisha kwamba kila kanisa limepewa malaika. Nisome mstari wa 7. Mstari wa 7. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Sikia vile hiyo mstari, simama tu. Sikia vile huyo malaika anavyo address Baba wa mbinguni. Sikia vile anavyo address Yehova Mungu aliyejificha. Sikia vile malaika anavyo address mtakatifu wa watakatifu, ambaye ameshinda mauti, ameketi mkono wa kuume wa Baba. Sikia mstari wa 7. Kuna jambo hapo nataka ujifunze somo. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu. Yohana nimekuja Mungu ama Kristo ananena na amenituma nikuonyeshe na nikwambie. Aliye wa kweli. Mungu aliye mtakatifu. Mungu aliye wa kweli. Aliye na ufunguo wa Daudi. Ambaye Yesu, Bwana Mungu aliye hai, amepewa funguo na Baba. Amepewa mamlaka na Baba. Amepewa nguvu zote na Baba. Ameweza kuchaguliwa kati ya wote, naye akatoka kaburini akafufuka. Yeye akafufuka yu hai, ana ufunguo. Alienda akanyang'anya ibilisi funguo, amepewa ufunguo. Aliitwa mtakatifu wa watakatifu. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye. Yeye akifunga kuna mtu ambaye atafungua. Na ndio sababu ninasema ya kwamba I thank God for the closed doors ambazo Mungu alifunga ndani ya maisha yangu, ili ya kwamba ni mwabudu. Sio kila mlango inatakikana ifunguliwe ndani ya maisha yako. Sema amina. Sema amina. Kuna milango mingine ya magonjwa ambayo inakutatiza muda mrefu. Yesu anapokuponya anafunga mlango wa magonjwa. Hakuna yule ambaye atafungua uwe mgonjwa tena. Yesu akifunga gonjwa mapepo ndani ya maisha yako amefunga. Akifunga mlango wa ndoto mbaya amefunga. Akifunga mlango wa giza amefunga. Waliokombolewa milango ya matatizo, milango ya vifo vya ghafla, milango ya aibu, Yesu alifunga. Ninakutukuza maana amefunga. Naye afunga wala hapana
afunguaye. Hakuna mtu ambaye atafungua tena. Endelea. Mstari wa 8. Na yajua matendo yako. Biblia inasema kwamba Yesu hasa anaambia Yohana, ninayajua matendo yako wewe Philadelphia, najua matendo yako wewe Cornerstone, najua matendo yako. Kuna watu wanaweza sema wanakujua sana, lakini hawakujui kitu. Bwana Yesu asifiwe. I always say, kuna mtu anaweza sema kwamba bete ya kujua sana from A to Z. Hata zungumze Nancy maneno yako, Nancy uchukie bete pasipokuwa na sababu. And you hate the wrong person. Now you hate the right person. Now upende the wrong person. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Yohana inakwambia Philadelphia, nimempa mlango mbele yake na nimefungua hiyo mlango. Yohana hii siri inakwambia Philadelphia, nimemfungulia milango. Philadelphia, nimembariki. Philadelphia, nimempa nafasi. Philadelphia, kwa sababu ya matendo yake mema, kwa sababu ya uaminifu wake, nimemtendea mambo makubwa. Lakini Philadelphia haoni. Ile shida ya Philadelphia. Yesu anasema ya kwamba amekufungulia mlango, na huu mlango ameweka mbele yako. Huu mlango hajaweka nyuma yako. Kuna mlango wa baraka Bwana amefungua. Kuna mlango wa uponyaji Bwana alifungua kitambo. Kuna mlango wa uzima Yesu alifungua kitambo. Kuna mlango wa neema Yesu alifungua kitambo. Haujakuwa nyuma yako, uko mbele yako. Shida ni nini? Shida ni upofu wa mioyo yetu. Mstari wa 9. Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua kuwa nimekupenda. Haya Yohana, nitaka nikufunulie mambo ambayo yuko katika Philadelphia. Philadelphia ninampenda sana mimi Kristo. Kristo anaambia Yohana, anapenda sana kanisa la Philadelphia. Kwa sababu gani? Ameona ndani ya Philadelphia watu hao wanaabudu katika roho na kweli. Watu hao wamekuwa waaminifu. Watu hao ni so loyal. Hata matendo yao mbele za Mungu yanameremeta. Naomba Cornerstone tuwe kama Philadelphia, ambapo matendo yetu yampendeze Mungu, katika utoaji mpendeze Mungu, katika kumtendea Mungu kazi mpendeze. Tuwe wanakimbia kazi ya Bwana, tumpendeze Yehova, tumpendeze Mungu wetu, tumpendeze Mungu wetu katika. Alafu anafunulia Yohana kitu. Lakini ndani ya Philadelphia, ndani ya Cornerstone, kuna watu wachache ambao ni wa sinagogi ya Shetani. Hata katika Cornerstone kuna watu wawili watatu ambao ni wa sinagogi ya kuabudu ibilisi. Unajua unaweza kuwa kanisani unaabudu Shetani. Unaweza kuwa katika kanisa lakini unaabudu sanamu. Yaani wewe ukija kanisani unakuja tu kimwili. Hauji na imani, hauji na neno kwamba naenda kuabudu Kristo. Unakuja tu namba 1, ukufe tutengeneze gwaride ndefu na mavazi meupe. Mama Senge alisha mama wote wabaye mavazi meupe. Shamasa alisha wazee wabaye masuti nyeupe. Tunataka tuzike pasadeli. Lakini katika mioyo ilikuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu anapotazama na kubalweti kanisa la Philadelphia, anasema kwamba Yohana amekuja kukuambia, Bwana amenituma nikwambie mimi malaika wake, ya kwamba katika kanisa matendo yao ni mazuri, lakini kuna wachache. Kuna wachache. Hata wewe ni Philadelphia. Individually, wewe ni Philadelphia. Unajua kuabudu, unajua kuomba, unajua kusoma neno, unajua kuimba, lakini kuna kasinagogi fulani ndani mwako kana kufanya, hata kizungumza kama Waluya, kana kufanyako unawacha, unaenda kando. Kuna kasinagogi
fulani. Na hata sinagogi ni kazi ya shetani. What is it? Kwa mfano, unaiba fungu la 10. Unapomwibia Mungu, wewe unafanya kazi yako kuwa ina belong to the devil, ambaye yeye ni mwizi. Because unapomwibia Mungu, unafanya matendo ya yule baba mwizi. Yesu anatuambia kazi yake anakuja ku sema na sauti. Hizo vitu. So, unaiba vizuri. Kanisani unafanya vizuri. Lakini kuna mahali katika wewe Philadelphia, mimi Philadelphia. Mungu anapoelekea mioyo yetu, anapokuza mioyo yetu, anakuta kwamba kuna kitu kana kufanya unaenda kaya. Hata si wizi tu, hata hasira. Una hasira mbaya sana. Wewe ni mtoto mzuri, wewe ni mama mzuri, wewe ni mzee mzuri, lakini ni hasira tu. Amen. Unaweza kasirika 72 hours. Hizo ni siku ngapi? Ni 3 ama 2? 3. Utapasuka. Utapasuka. Ambia mwenzako utapasuka. Mwambie na hapo kahasira. Ni hasira ambayo ya kuhesabia sinagogi la shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kujifunza nini kutoka hii passage? Number 1 ni kwamba unapokuwa mwaminifu kwa Kristo, Mungu alikutengenezea nafasi inakungojea. Kwa hiyo Mungu wetu anapokutengenezea nafasi, si anataka kutengeneza. Mungu wetu alikutengenezea nafasi kitambo sana. Amen. Nisome mstari huu wa 8b. Verse 8b. Mstari wa 8. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Kutosha. Yesu anaambia kanisa la Philadelphia, cornerstone. Wewe mtu ambaye uko hapa. Wewe Philadelphia, nimekutengenezea mlango ulio wazi. Great. Amen. Amen. Hii inamaanisha ya kwamba kuna nafasi Mungu ametengenezea watu. Hii inamaanisha ya kwamba kuna mipango Mungu ametengenezea watu. Hii inamaanisha kwamba kuna fursa Mungu ametengenezea mtu hapa. Mtu huyu ni yeye ambaye anamkiri Yesu, ya kwamba Yesu ndiye njia, uzima na ukweli. Anatembea katika njia za Bwana. Ni mtu ambaye ni mwaminifu. Unapokuwa mwaminifu kwa Yesu, yeye ametengeneza nafasi. Eti mtu anataka kwenda kuamrisha Yesu kutengeneza nafasi. Hapana. Yesu alikutengeneza nafasi kitambo sana. Ni wewe ambaye hauoni, lakini leo naenda kukuombea katika jina la Yesu ya mwema. Hakuonyesha mlango. Hakuonyesha mlango. Iko nafasi yako. Iko fursa hii. Iko nafasi yako. Endelea kuwa mwaminifu. Endelea kumwita Yesu. Yeye anaweza. Kwa hivyo kuna watu bado wanatafuta nafasi. Kuna watu wanaokoka, lakini bado wanatafuta nafasi zingine. Bado wanatafuta vitu vingine. Bado kuna vitu ambavyo mtu anatafuta. Nataka nijaribu hili nione. Nataka nifanye hili nione. Nataka nitembee na haka kairizi nione. Nataka nijaribu hapa sasa. Nimekuwa kwa maombi sioni nikifanikiwa. Kwa hivyo nataka nione kama kuna Mungu mwingine huko. Just wasting time. Wewe ulipokombolewa, Yesu alikununua kwa damu yake. Tumeona akiponya watu. Kwa maana kwa mapigo yake sisi tulipo. Kwa sababu alijitwika umaskini wetu. Wewe nami tuwe mataa. Mlango ulifunguliwa. Mlango ulifunguliwa. Mlango ulifunguliwa. Mlango ulifunguliwa. Mlango ulifunguliwa. Mlango ulifunguliwa. Funguliwa moyo wako. Uone milango iliyofunguliwa katika. Hata wakati mwingine tunapojaribiwa, tunaona kana kwamba hatutashinda vita ile kabisa. Ni kwa sababu mioyo yetu ya ndani haijafunguka. Macho yetu ya mioyo haijafunguka tuone ukuu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikitoa pesa zangu zitaisha.
wewe hauoni mlango wa mamilioni Bwana alifungua mbele zako. That is why unaishi maisha ya wadi. Maisha ya wadi. You are always fearful because of the unknown. Yani unaogopa kitu ambacho haukijui. Ibilisi anakuja na uoga na kupiga nao. Unaishi maisha ya uoga. Hata paka ikipita mbele yako ni uoga tu. Ni uoga tu. Haulali ni uoga tu. Kwa sababu gani? Watu wananisemaje? Kwa jina la Yesu aliye mwema, Mungu aliyekuumba anajua maisha yako. Mungu aliyekuumba anajua unachotaka. Mungu aliyekuumba, Biblia inasema amefungua mlango. He has already an opportunity. He has made an opportunity. Amefungua milango ya uzima. Amefungua milango ya mume. Amefungua milango ya mke. Amefungua milango ya watoto. Amefungua milango ya mashamba. Ameshafungua mlango katika jina. Amen. Why are you worried? Why are you worried? Mlango umeshafunguliwa. Hata kama utaendelea utarudi. Amen. Ambia kanisa la Philadelphia. Leo hii Pastor Derek, nimekuita wewe ni mchori wangu. Ambia watoto ambao wanashiriki katika kanisa la Cornerstone ya kwamba nilifungua milango yao kitambo. Mungu alikufungulia njia kitambo. Wewe ulipona kitambo. Wewe ni manager kitambo. Wewe umetolewa na Bwana kitambo. Ulishinda hiyo kesi kitambo. Ulishinda kitambo. Maisha nilikuja kitambo. Milango ilifunguliwa kitambo. Biashara iliinuliwa kitambo. Katika